Leo tunaingia kwenye dunia ya mabilionea, dunia ya siasa, fedha na ego, dunia ya watu wawili wakubwa, Elon Musk na Donald Trump, ambao kwa wiki nzima wamegeuka headline kila kona ya dunia, lakini si kwa mafanikio yao, bali kwa maneno yao makali, kauli za moto na mwisho wake, msamaha wa ajabu. Haya siyo majina ya kawaida. Huyu hapa ni Elon Musk, tajiri nambari 1 duniani, mmiliki wa SpaceX, Tesla na mtandao wa X, zamani Twitter. Huyu mwingine ni Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani, tajiri mkubwa na mmoja wa wanasiasa wenye mvuto mkali zaidi duniani. Wote wawili wana kitu kimoja kinachofanana, wana sauti kubwa, wanaposema dunia inasikia, lakini safari hii walikwaruzana vibaya sana. Mambo yalichafuka pale Elon Musk alipoamua kumshambulia Trump hadharani. Akasema wazi kuwa budget alizopitisha akiwa rais ni aibu kubwa kwa taifa la Marekani. Aliandika hivyo kwenye X na alimaanisha kweli kweli. Lakini haikuishia hapo. Elon akaenda mbali zaidi, akaanza kumuhusisha Trump kwa njia isiyo ya moja kwa moja na sakata la Jeffrey Epstein, tajiri aliyekuwa na kesi za unyanyasaji wa kingono. Kwa lugha nyingine, Elon alikuwa anasema Trump ni sehemu ya mfumo mchafu. Watu wakadhani huu ndio mwanzo wa vita, kwamba Trump atarudi na matusi kama kawaida, lakini kilichotokea kinyume kabisa. Elon Musk huyu akaandika tena, safari hii si kwa kiburi. Alisema, nimepitiliza, nilikuwa na hasira, sikupaswa kusema vile, na waomba radhi. Mtu mwenye followers milioni 180 kuomba msamaha hadharani, hiyo sio kawaida. Elon alionyesha kwamba hata mtu mkubwa anaweza kuwa mnyenyekevu. Trump naye bila makeke akajibu, hakumshambulia Musk. Alisema hivi, sikuchukizwa sana, nilivunjika moyo kidogo tu, lakini namsamehe. Elon ni mtu mwenye akili. Huu ni upande wa Trump ambao watu wengi hawajazoea kuona. Kwa mara ya kwanza, mzee wa maneno makali alikuwa mtulivu, mpole na wakiungwana. Sasa hebu tusogee karibu, nyuma ya pazia. Inaelezwa kwamba wasaidizi wa Trump, akiwemo J.D. Vance na Susie Wiles, waliwasiliana na watu wa karibu wa Elon Musk, wakapanga njia ya kusuluhisha mvutano. Hata kabla Elon hajapost ile tweet ya msamaha, kulikuwa na mazungumzo ya kina kimya. Waliwasiliana, wakaongea, wakakubaliana, tuondoe drama, tuheshimiane. Lakini hebu tujiulize, je, huu ni mwisho wa mvutano ama ni mapumziko tu kabla ya raundi ya pili? Wataalamu wa siasa Marekani wanasema hii ni fragile peace, amani laini, kwa sababu hawa watu wawili bado wanapenda kuwa na neno la mwisho, bado wanapenda nguvu, ego zao bado kubwa kama dunia. Kama kuna kitu kizuri tunajifunza hapa ni hiki: unapokuwa mkubwa, si kila wakati unapaswa kushinda. Wakati mwingine unahitaji kusema, nilijikwaa, samahani. Na unapokuwa na nguvu, heshima ni zaidi ya sauti kubwa, ni uwezo wa kukubali mtu mwingine ana thamani hata kama hampendi. Huu ni ujumbe kwa kila mfanyabiashara, kila kiongozi na kila kijana mwenye ndoto kubwa. Ego hujenga magorofa, lakini busara hujenga imani ya kudumu. Umenisikia hadi mwisho? Tafakari haya, na kama unapenda story kama hii ya siasa na teknolojia, ya mabilionea na mafundisho yao, bonyeza follow, maana kila wiki natembea ndani ya akili za matajiri wa dunia. Hadi video ijayo, usilale bila kujifunza kitu kipya.